Shambulio la ndege zisizokuwa na rubani za Urusi limejeruhi watu 29 akiwemo mtoto huko Zaporizhzhia, kusini mashariki mwa Ukraine usiku kucha. Maafisa wa Ukraine wametoa taarifa hiyo leo tarehe 2 mwezi wa 5, ikiwa ni siku moja tu baada ya Kiev pamoja na Washington kutia saini mkataba wa kihistoria wa madini. Gavana wa mkoa wa Zaporizhzhia Ivano Fedorov amesema watu 29 wamejeruhiwa kutokana na shambulio la usiku la adui kwenye mji wa viwanda kusini mashariki mwa Ukraini, akiongeza kuwa mvulana wa umri wa miaka 13 alikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani. Fedorov aliandika kupitia katika ukurasa wa Telegram akisema Warusi wamegonga miundombinu ya kiraia ya jiji, majengo ya makazi, chuo kikuu na kituo cha miundombinu vimeharibiwa. Ameongeza kwamba vikosi vya Urusi vilirusha angalau mashambulizi 10 katika jiji hilo na kuharibu nyumba za watu binafsi, majengo ya ghorofa za juu, taasisi za elimu pamoja na miundombinu. Watu 3 waliokolewa kutoka kwenye vifusi na wengine 12 walikuwa wapo katika matibabu hospitalini, kwa mujibu wa Fedorov, ambapo jeshi la wanaanga la Ukraine limesema kwamba lilifanikiwa kudungua ndege 64 kati ya 154 zilizorushwa na Urusi usiku kucha, ambapo ndege zingine 62 hazikufikia malengo, labda kutokana na hatua za kivita za kimkakati za kielektroniki za pale Ukraini. Picha zilizochapishwa mtandaoni zimeonyesha jengo likiwaka moto na timu za uokoaji zikipitia kwenye vifusi na kupanda juu kando ya majengo yaliyoharibiwa kwenye ngazi ambazo zimepanuliwa. Picha moja ilionyesha timu ya uokoaji ikiwa imembeba mtu ambaye amejeruhiwa hadi kumpeleka maeneo salama, ambapo hiyo ndio iliyokuwa pona yake. Rel ya Ukrzynisia inayomilikiwa na serikali ya Ukraine imesema shambulizi la Zaporizhzhia pia liliharibu mtambo wake wa kutengeneza treni, kampuni ambayo inahusika na ukarabati wa treni za abiria za umeme. Kiwanda hakitaweza kufanya kazi tena kutokana na uharibifu mkubwa, ameandika Bwana Fedorov katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Telegram. Watu wawili pia walijeruhiwa katika shambulio la ndege zisizokuwa na rubani za Urusi katika eneo la mashariki la Dnipropetrovsk, na moto ukazuka katika maeneo mawili. Gavana Sergei Lisiaki alizungumza naye kupitia katika ukurasa wake rasmi wa Telegram. Zelensky amesema kwamba jambo hili ni jambo baya zaidi, ambapo wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwamba ulinzi wake wa anga pia ulifanikiwa kuharibu ndege 121 za Ukraini, nyingi zikiwa katika eneo la Crimea, peninsula ya Bahari Nyeusi ambayo ilitekwa na Urusi tangu mwaka 2014. Ghasia za hivi karibuni ambazo zimekuja baada ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kusema mkataba wa kihistoria wa madini na Marekani unatoa faida sawa kwa pande zote mbili, ingawa mkataba huo haujatoa dhamana madhubuti ya usalama kwa Kiev. Makubaliano hayo ambayo yalichukua miezi kadhaa kujadiliwa yangeshuhudia Washington na Kiev kwa pamoja zikiendeleza na kuwekeza katika rasilimali muhimu ya madini ya Ukraine. Makubaliano yalibadilika sana wakati wa mazungumzo ya Zelensky. Alizungumza kupitia katika vyombo vya habari, ambapo kiongozi huyo wa Ukraine katoa wito kwa washirika wa nchi yake kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuilazimisha kuwa kimya na kufanya mazungumzo, kutokana na kile ambacho anasema ni hasara kubwa ambayo wanaipata hao watu wa kule Ukraine. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, Urusi imeendelea kuonesha mashambulizi makali ambayo wanayafanya kuelekea katika siku ya ushindi ambayo obvious inatarajiwa kuanzia ile 8, 9, 10 mpaka 11. Lakini pia nimepata ripoti moja ambayo inahusiana na kile ambacho kimezungumzwa na Umoja wa Ulaya, ambao wamesema tayari wanaandaa vikwazo vipya dhidi ya Urusi kutokana na mapambano yake na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa anaitwa Jean-Noel Barrot amesema kwamba nchi za Ulaya zinatayarisha duru mpya ya vikwazo dhidi ya Urusi, na alikuwa akimuelezea rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema yeye ndiye mtu kizuizi pekee kwa amani ya Ukraine. Haya ni maneno ya Jean-Noel Barrot akisema Rais Putin ni kikwazo si tu kwa Ukraine, lakini pia kwa mataifa yote ya Ulaya. Umoja wa Mataifa 27 umetoa adhabu ambazo hazijawahi kushuhudiwa kwa Urusi katika kukabiliana na uvamizi wake, na kusema mwaka huu hautaondoa vikwazo kabla ya Putin kuondoa bila masharti vikosi vyake vilivyopo pale nchini Ukraine. Barrot alisema, sisi wazungu tutaandamana na mpango huu wa Marekani wa vikwazo
na kifurushi cha 17 cha vikwazo, na nitajitolea kama seneta wa Marekani Lindsey Graham kwamba tutajaribu kuratibu kiini cha muda wa vifurushi hivi viwili vya vikwazo. Alizungumza hivyo Bwana Barrott. Graham amekusanya makumi ya wabunge kutoka pande zote mbili kuunga mkono mpango wa kuweka vikwazo vya ziada kwa Moscow na pia ushuru kwa nchi zinazonunua nishati ya Urusi. Barrott alimlenga Rais wa Urusi Vladimir Putin katika mahojiano akisema sasa ni wazi kwamba kikwazo pekee cha amani nchini Ukraine ni Vladimirovich Putin. Vikosi vya Moscow vilianzisha uvamizi wa kila upande dhidi ya Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 kwa nia ya kunyakua udhibiti ambao Kiev ilisema kwamba ni udhibiti ambao wao kamwe hawawezi kutambua maeneo ambayo yalinyakuliwa na Urusi. Ukraine ilikubali usitishaji vita bila masharti, lakini wamesema kwamba hawawezi kuendelea kusitisha mapigano kwa sababu bado wanaendelea kushambuliwa na Urusi. Kwa mujibu wa taarifa za viongozi wa Ukraine, inaweza kuwa matarajio ya Ukraine ya kushiriki katika ushirikiano wa kiuchumi na Marekani, lakini pia na nchi nyingine. Urusi yenyewe bado imesema kwamba itaendelea kuwashona. Wakati hayo yakiendelea, tumeona Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anaonekana kutofanya juhudi ya aina yeyote ile kuonesha kwamba yuko tayari kwa usitishaji wa vita au amani ambayo Rais Donald Trump anatamani na ambayo wazungu pia wanaitamani vibaya mno. Lakini tayari Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwaeleza akakwambia wao Urusi walishatoa hiyo nafasi ya kukaa katika mazungumzo muda mrefu, lakini wao wa Ukraine kupitia hao Waingereza na Wafaransa waligomea. Kwa hiyo Putin alisema hiki ambacho wanakifanya watakuja kukijutia. Waziri wa Ufaransa hakuondoa uwezekano kwamba Ufaransa ambayo amesema ina utaalamu wa madini ya dimu inaweza pia kuhitimisha makubaliano ya kiuchumi na taifa hilo la Ukraine. Washington ambapo wamefanya makubaliano na Kiev yanashuhudia Marekani na Ukraine kwa pamoja zikiendeleza na kuwekeza katika rasilimali muhimu ya madini ya nchi hiyo ambayo kwa hivi sasa ipo katika mapambano. Ukraine inatumai kwamba makubaliano hayo hatimaye yatafungua njia kwa ajili ya kuhakikishiwa usalama kutoka Marekani kwa vile inataka kulinda dhidi ya mashambulizi mabaya ya Urusi. Barrott amezungumza baadaye akasema anaye mpango kukutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio na amesema kwamba anakaribisha mazungumzo yao ya wazi. Alichozungumza Barrott anasema tulikuwa na mabadilishano yasiyochujwa ambayo yalituruhusu kuratibu kwa karibu, lakini pia kutambua muunganiko wa malengo yetu juu ya migogoro ya kikanda na kimataifa, kwani tunataka kuchukua hatua kwa pamoja. Alizungumza huyu waziri wa pale Ufaransa akielezea juu ya hicho ambacho kimetokea. Barrott na Rubio wakakutana na wana mpango wa kufanya mpango wa kuendeleza mipango ya majadiliano ya amani. Alizungumza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje anayefahamika kama Tammy Bruce. Katibu huyo ameweka wazi kwamba Rais Trump analenga kusitisha umwagaji damu usio na maana nchini Ukraine na akathibitisha dhamira ya Marekani ya kufanya kazi kwa karibu na Ufaransa na washirika wengine wa Ulaya ili kupata amani ya kudumu. Barrott amezungumza kuwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa akitoa wito kwa miaka mingi kuwa na uhuru wa kimkakati wa Ulaya ambayo ndio nguzo kubwa ya NATO. Kuhusu ushuru uliowekwa na Washington, Barrott ametoa wito wa kupunguzwa ili waweze kurejea katika hali ambayo ilikuwepo, ili hata maamuzi yanapokuwa yanachukuliwa yasiwe ni maamuzi yatakayoleta changamoto kidogo kwa serikali ya Ukraine, lakini pia mataifa mbalimbali duniani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.